Karibu sana msikilizaji, karibu katika ripoti ya leo ya EFM. Karibu hapa tuzungumze kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayowasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Nikujulie hali yako kabla sijaona mengi. Uhali gani rafiki yangu? Uko okay? Uko sawa? Kama uko sawa basi mimi nina furaha. Na kama uko na changamoto za hapa na pale, basi nitumie nafasi kukupa pole ndugu yangu. Pole, na ni maombi yangu Mungu akufanyie wepesi na azidi kukutia nguvu katika hicho ambacho unapitia kwa sasa. Naamini kila kitu kitakuwa sawa. Karibu. Tupo na mkasa wa ndugu yetu rafiki anaitwa Rose ambao tulianza nao siku ya Jumatatu. Na leo tarehe 16 mwezi wa 3 2025, leo inakuwa ni siku ya 3 toka tumeanza mkasa huu. Nizidi kukushukuru sana kwa moyo wangu wa dhati kwa kuendelea kutufuatilia ripoti ya leo. Nakumbuka ni kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Mimi ni Veronica Frankie. Karibu. Jana kuna mahali tuliishia ndugu yetu anaitwa Rose akitueleza kwanza amefanikiwa kujitoa kwa moyo wa dhati kufanya diet. Uzito wake umekuwa ni mkubwa. Kilo 126 ni nyingi, amepambana nazo sana. Anasema kilo 10 ni kilo ambazo alipungua taratibu. Ilimchukua miaka, alituambia kama 2, I think, kama sijaangalia rekodi vizuri hapa. Lakini pia anasema ziko nyakati ambazo alitumia supplement ambazo alishauriwa na zilimpunguza uzito kwa muda mfupi sana. Na ile dhamira yake ya kupungua ni kweli ikawa, lakini akawa ni mtu ambaye amekwisha, yani amekongoroka. Hakutamani kupungua kwa mfumo huo. Lakini ndio imekuwa hivyo na amechukua hatua, ameenda kumuona daktari kwa sababu amepoteza appetite ya kula. Daktari anastazama hizi dawa ambazo amekuwa akitumia ndugu yetu Rose akiwa ameshauriwa na watu kwamba hizi ni supplements zitakusaidia. Daktari anamwambia umekosea sana. Hukupaswa kutumia dawa yoyote, iwe ni virutubisho, iwe ni kitu chochote, kabla ya kupata ushauri kutoka kwa daktari. Karibu sana msikilizaji, leo tusikie mengi zaidi maisha ambayo Rose amepita. Naamini wanawake wengi tunapita humo. Uzito umekuwa ni changamoto kwetu na tunapambana usiku na mchana kuhakikisha tunapunguza uzito, sio tu kwa ajili ya wenza wetu kama ilivyo kwa Rose, lakini hata kwa ajili ya afya zetu sisi wenyewe pia. Karibu sana. Yes. Kabla sijasonga mbele zaidi msikilizaji, basi ni watambue wahisani wetu ambao wanatupa nafasi. Hawa ni ndugu zetu Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank inatambua umuhimu wa kila mwanamke wa Kitanzania na imekuja na akaunti maalum kwa ajili ya kila mwanamke, inaitwa akaunti ya Tabasamu. Hii akaunti ya Tabasamu inakwambia wewe mwanamke popote pale ulipo una kila sababu ya kutabasamu. Kwa nini utabasamu? Utabasamu kwa sababu hii akaunti ya Tabasamu imekuja kumuinua kila mwanamke kiuchumi. Inatambua harakati zako ambazo unapambana nazo kila siku. Imejua changamoto ambayo anapitia mwanamke mpambanaji na imekuja na majibu sasa kwa kila mwanamke mpambanaji. Kwambia rafiki yangu, Tanzania Commercial Bank imejitoa kwa moyo wa dhati kwa kila mwanamke kwa kufungua akaunti ya Tabasamu. Utajiwekea akiba na hii akiba itakuwezesha kufikia malengo yako ya kifedha. Na hii inaweza ikawa ni malengo yako binafsi au inawezekana ni malengo ya kikundi. Yani mkajikusanya 10 wangapi, ule umoja wenu mkafungua akaunti ya Tabasamu. Inakuwa ni sawa pia hivyo. Mtu binafsi au kikundi mnaruhusiwa kufungua akaunti ya Tabasamu. Lakini nikwambie, yako manufaa makubwa sana ukifungua akaunti ya Tabasamu sasa hivi. Kwa sababu kwanza hii ni akaunti ambayo haina makato. Kama inakusudia kumuinua mwanamke, kwa nini akatwe? Kwa hiyo mwanamke mwenzangu, utakapofungua akaunti ya Tabasamu hamna makato ya mwezi. Lakini kama haitoshi, ina punguzo kubwa sana la bima. Hapa tunazungumza bima zikiwemo bima za maisha, tunazungumza bima kwa ajili ya elimu ya mtoto wako. Lakini napenda zaidi kwa sababu hii akaunti ya Tabasamu kutoka Tanzania Commercial Bank inakupatia wewe mkopo, wewe binafsi au kikundi, na unaweza ukapata mkopo mpaka shilingi milioni 150. Kama bado hujafungua akaunti ya Tabasamu, huu ni wakati wako sasa. Nenda kafungua akaunti ya Tabasamu rafiki yangu.
ili ufurahie mambo haya mazuri kutoka Tanzania Commercial Bank. Akaunti unafunguka shilingi 5,000 tu za Kitanzania. 5,000 za Kitanzania unamiliki akaunti yako ya Tabasamu, na manufaa ndo kama haya nimekueleza. Tembelea basi tawi lolote leo karibu nawe la Tanzania Commercial Bank. Nenda pale, sema nimekuja mimi mwanamke, nimekuja kufungua akaunti ya Tabasamu ambayo imeandaliwa maalum kwa ajili yetu. Wewe mwanamke una kila sababu ya kutabasamu. Yes, leo ni siku njema sana. Karibu tuendelee mbele zaidi kuyasikia haya. Ndugu yetu anaitwa Rose akishia pamoja nasi. Jina la Batuli limenikaa sana. Limenikaa sana. Hapa nilitaka kusema Batuli. Lakini naamini sitalisema Batuli, nitalisema Rose. Karibu. Rose anatueleza haya. Rose anasema daktari ananielewesha kiundani zaidi. Ananiambia ni makosa ambayo watu wanafanya makubwa sana. Afya ni kitu cha thamani sana. Huwezi ukawa unatumia kila kitu ambacho mtu anakushauri. Mfanya biashara amesimama hapo anapiga promo kuhusu product, inawezekana anazalisha yeye mwenyewe au inawezekana kuna mahali zinazalishwa, anaelezwa zinafanya nini. Pengine ana ushuhuda za hapa na pale. Inawezekana ni kweli zinafanya kazi, lakini sisi binadamu tunatofautiana. Unaweza ukatumia wewe zikakuathiri, anaweza katumia mwingine na zisimuathiri. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kabla hujachukua hatua yoyote ya kutumia, ni virutubisho, ni dawa yoyote, kwanza unatakiwa upate ushauri kutoka kwa daktari, kwa sababu afya sio kitu cha kuchezea. Rose anasema naelekezwa hayo, sio kwamba sijui, kwani hata rafiki yangu wewe hujui kwamba chochote ambacho kinahusu mambo ya afya kabla kukitumia unatakiwa muone daktari. Mwanamke mwenzangu unayepambana na uzito, hivyo vitu vyote unavyotumia unaomba ushauri wa daktari. Si tunatumia kwa sababu tunawaamini wanaotueleza na tunafanya hayo. Sio kwamba na mimi sijui, lakini ni mambo ambayo siku ya tilia manane na nimeshatumia vitu vingi. Yani sijaonaga muhimu wa kuanza kuuliza daktari eti. Lakini sasa mimi siko sawa. Nimepoteza appetite ya kula kabisa, na uzito wangu umepungua sana. Nikisema nimepungua itakuwa sio lugha nzuri, nimekongoroka. Ulishawahi kusikia kuna watu wanasema unaweza ukafanya diet bila mazoezi? Unasikia? Yani no mazoezi lakini unapungua. Hizo ni sentensi ambazo tunakutana nazo sana watu ambao tuko tunapambana na uzito. Yani ufanye mazoezi, ufanye chochote lakini unapunguza uzito. Unakula lakini uzito wako unapungua. Rose anasema nimekongoroka. Sivutii. Bora nilivyokuwa kibonge na mashavu yangu na nyama zangu za mikono na tumbo langu nilikuwa navutia. Daktari ananiambia utaniona baada ya siku 3. Na maana 2 ya 3 nitamuona. Rose anasema nikwambie, nilikuwa napambana kwa ajili ya kupunguza uzito, ni kwa ajili ya afya, lakini nilikuwa na msukumo mkubwa kwa ajili ya mume wangu. Mume wangu amekuwa anasumbuka sana na uzito wangu unavyozidi kuongezeka. Amekuwa akinitia moyo, akinishauri, lakini namna nilivyo sasa hivi, yani mume wangu anaona kama ndo nimekuwa kituko. Nikizungumza hivi kuna mtu unaweza ukawa unanielewa. Mwanamke ambaye nimekuwa na uzito 126, nikapungua, alafu nikaja nikapungua zaidi. Ni kama mtu nimepigwa labda na ugonjwa fulani, nimeumwa kweli. Kwa hiyo nyama zimetepeta. Yani tapa, mikono iko titi, tunaelewa tumbo linashuka. Kila kitu kinashuka. Ndiyo. Yes. Na ndo sina appetite ya kula. Baada ya siku hizo, Rose anasema nikarejea tena kwa daktari. Daktari akaniambia kuhusu kile kidonge nilichokuwa nimempa. Ampata muda, amefuatilia, amepata nafasi ya kukutana na madaktari wenzake kufanya uchunguzi. Ni supplement ya aina gani? Ina nini humu ndani? Kwa nini iniletee athari kama hii?
Akarejea kuniambia, nikwambie, sisi tunatofautiana sana. Si unaona kuna mtu alikushauri kuhusu kutumia hii product, anakuelezaje ilimsaidia? Ulivyotumia wewe inawezekana imeathiri watu wengi na wachache wameona ni product nzuri. Hivi vitu vinatengenezwa, vinaweza vikawa vimetengenezwa kwa kusudi la matumizi ya mfumo fulani, lakini kuna elimu ambayo mpya mtu anasema tumia mfululizo, lakini unakuta haipaswi kwa matumizi hayo. Yani siku 10 utumie, unakuta haipaswi kwa matumizi hayo. Tatizo limeshatokea, ni kutatua changamoto iliyokukuta na kustopu matumizi ya hivi vidonge. Nikamwambia nilishaacha, acha mara moja. Itabidi tuanze kliniki ya ushauri na namna gani naweza nikafanya ili nirejeshe hali ya hamu ya kula. Rosie anasema basi nilipewa virutubisho ambavyo hivi sasa alinipa daktari. Alinipa maelekezo ya namna ya kutumia, kwamba vitanirejeshia appetite. Ninaweza nikala sasa. Akiniambia daktari, mwili unahitaji chakula. Mwili unahitaji chakula. Unahitaji wanga, mwili unahitaji sukari, mwili unahitaji virutubisho vyote ambavyo ni muhimu. Mtu anapokuambia wewe usitumie kitu fulani, yani acha kabisa kutumia, na anakuambia usitumie kabisa siku zote, ina maana hayo ni maelekezo yametoka kwa daktari. Yani yao yametoka kwa daktari, na anakuambia hivyo kwa sababu wewe ambaye unapambana kupunguza uzito, kuna elimu rahisi ya kupunguza uzito ambayo sio ya kujitesa, kuondoa appetite kabisa. Hiyo haiko sawa, kwa sababu mwili wako unajengwa na hivyo virutubisho ambavyo unavipata kwa kupitia chakula unachokula. Nashukuru daktari alinipa hivyo virutubisho na nilianza kutumia. Mwili wangu haukuwa sawa. Nifanye nini sasa? Nilizidi kutumia virutubisho. Haya anatueleza ndugu yetu mpendwa wetu rafiki anaitwa Rosie katika siku njema ya leo. Msikilizaji, tunazidi kupiga hatua pamoja, na mimi niko hapa kukujuza haya. Ndugu yetu anaitwa Rosie akishia nasi. Kumbuka haya ni maisha halisi ya kweli ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Asante kwa Tanzania Commercial Bank ambao wametupa nafasi katika sehemu ya kwanza ya ripoti hapa. Hii bab kubwa, usikose rafiki yangu. Tunazungumza kuhusu maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, na ndugu yetu anaitwa Rosie. Rosie anatueleza haya, anasema haya nimepitia kwenye safari yangu ya maisha. Na Rosie anatumia jina Rosie, hili si jina lake kamili. Utamuelewa tutakavyozidi kusonga mbele. Rosie anasema mapambano yangu ya kupunguza uzito yaliishia hapo nikiwa napambana kurejesha mwili ukae sawa. Siku zinasogea. Nakumbuka nilianza kuyashuhudia mabadiliko makubwa sana kwa mume wangu. Mabadiliko ambayo unayaona kwa macho. Mabadiliko ambayo anayaonyesha kwa wazi. Mimi ni mke, huyu ni mume wangu. Najua ratiba zake na anapaswa kurejea nyumbani, na kama harejei nyumbani ina maana awe na sababu za msingi za yeye kutokurejea nyumbani. Lakini mara nyingi alikuwa anasema excuses za hapa na pale, harudi nyumbani. Nilifuatilia mimi kama mke, nikagundua zile excuses ambazo waga ananiambia kuhusu ofisini sio kweli. Sio kweli. Rosie anasema mimi kama mama wa watoto 4 na mimi ni mke, lazima nihakikishe nafuatilia pia mwenendo wa mume wangu, mabadiliko yake ya ratiba zake. Yamenisukuma kufuatilia. Siku za nyuma sikuwahi kufuatilia. Inawezekana alikuwa na ratiba zake nyingi anazifanya, lakini hazikuathiri ratiba za yeye kuwa nyumbani. Inawezekana kuna mambo yake mengi alikuwa anayafanya,
labda nyakati za mchana au nyakati za usiku wanavyokuwa wanasema nina kikao na nini, lakini ilivyokuwa too much ilinifanya na mimi nihisi kuna kitu hakiko sawa. Lakini kitu kingine pia ambacho kileta mabadiliko na mimi nikaona hakiko sawa, sisi ni wanandoa. Inapofika mahali mwenzako kila siku anasema nimechoka, yani sentensi kwamba nimechoka zina nafasi kubwa sana. Hii inaashiria kile ambacho anakipata kwangu huenda anakipata kwa mtu mwingine. Kwa hiyo haoni sababu ya kuhangaika hiki ambacho mimi nampa. Rosie anasema nazidi kufuatilia nikagundua mume wangu ananichiti. Nilijuaje mume wangu ananichiti? Rosie anasema nakumbuka siku hiyo mume wangu aliniambia nitakuwa niko busy sana, nikamwambia sawa. Lakini hapo tayari na mimi niko kwenye uchunguzi wangu binafsi. Nilifuatilia ofisini, nina machawa wangu. Sio kweli. Rosie anasema muda uliposogea sana, mume wangu alinitumia message. Hiyo sasa usiku, mke wangu, nimebanana sana na kazi, naomba nimalizie hivi viporo ili nikiamka kesho nianze siku mpya. Akimaanisha kwamba hata rejea nyumbani, atalala huko. Hakuna kazi yoyote anayoisema hapa. Rosie anasema chawa wangu mmoja aliniambia, lakini usinilaumu, mimi sipendi kuvuruga mahusiano ya watu. Unaniambiaga nikupo ushirikiano, najua kabisa, lakini shemu ana mwanamke. Kwa nini anamuita shemu? Kwa sababu huyu mtu nina ndugu naye kwa sehemu, sio ndugu ule, na ni mimi ndio nilisaidia akapata nafasi pale kazini. Kwa hiyo mimi waga namuulizaga hata before hapo, naweza nikamuuliza vipi? Vipi? Tunaulizaga wanawake. Kuna wafanyakazi wamekuja hapa, wapi wadada nini, tunauliza tunauliza usalama wa mwenzio. Uwezi ukamwacha tu mwanaume akaa naishi tu, yani wewe usifuatilie chochote. Hapana, lazima ufuatilie. Na haya ndio mapenzi. Ufuatilia mume wangu yuko salama. Kuna watu wanamnyemelea. Unajua kwani ni dhambi? Sio dhambi. Wewe hufanyi. Kama ufanyi ni wewe. Mimi nafanya. Nafuatilia sana. Rosie anasema nikamwambia kwa nini unasema hivyo? Akasema ndio, hizi mambo anakudanganya nini na nini. Na hisi ndo anaendaga kwa huyo baby. Nikamwambia umewahi kumuona? Akasema sijawahi, lakini niamini mimi ana mwanamke. Nikamwambia kazi nzuri. Nikamwambia huwezi ukaona jambo baya ukashindwa kuniambia mimi wewe ni ndugu yangu, na kuniambia ni wajibu wako. Naomba uanze kunifuatilia sasa hivi kiundani zaidi, uweze kujua nini kinachoendelea. Je, huyo mwanamke yuko hapa ofisini au yuko nje ya ofisi? Na kama yuko ndani ya hiyo ofisi, huyo mwanamke ni nani? Akaniambia sawa, wala usijali, nitafuatilia, nitakwambia. Kama yuko hapa ndani, nipe siku 3, mimi nitajua. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo mimi nikawa niko nimetulia na ngoja feedback. Hapa na kurudisha nyuma nikikueleza kuhusu hiyo siku, si unanielewa? Kuhusu hiyo siku ambayo mume wangu aliniambia hata rejea kwa sababu ana kazi. Lakini hapo nilisha kuwa na hisia na mtu wangu, chawa wangu ambaye ananidodosa kwamba mbona huyu anasema lakini hamna, mbona huyu anasema lakini sio hivyo, mbona huyu anasema lakini hivi. Unaona? Rosie anasema basi na yakumbuka haya katika safari yangu ya maisha. Nilitulia,
Na kweli alikuja kuniambia. Uwezi amini. Yuko hapa ndani. Ni nani? Ni msichana, binti mdogo. Yani alikuja hapo yuko kwenye kitengo gani? Akaniambia. Akasema nahisi na yeye ndo alimfanyia mpango. Nahisi ya mahusiano watakuwa walianza before hata msichana hajaja hapa. Kwa sababu inaonekana walipokuja sio kwamba walianza kufuatiliana, ina maana tayari walikuwa na mahusiano ila kisiri. Nikamwambia nani amekuambia hivi? Akasema sasa mimi si umenipa kazi, nimezipenyeza. Nikamwambia unataka kusema nini? Akasema yani ni mahusiano serious. Yani ni mahusiano serious. Nikamwambia msichana yupoje? Unaweza ukanitafutia picha yake nikaiona? Akasema sawa, nitafanya hivyo. Nikatulia, nikatumiwa picha. Unajua sisi sasa hivi tumekuwa watu wazima. Mume wangu ndio wanaume wenzetu wanaweza wakawa wamesha kuwa watu wazima, lakini bado unakuta kuna ile hali yanaonekana bado. Yani mimi wakati tunaoana na mwanaume, mimi nilikuwa niko mdogo, mbaba mdogo, lakini sasa hivi ukituweka unaweza ukasema labda mimi niliolewa na huyu mwanaume, mimi nilikuwa mkubwa, lakini sio. Mambo ya uzazi, mabadiliko kama mwanamke yamefanya sasa hivi nimekuwa hivi, na vile diet yangu iligoma, ndio hivyo niko hivyo sasa. Sasa ninaonyeshwa picha, yani nimetumiwa picha ya huyo msichana. Msichana kwanza mweupe. Sasa hii ni picha naona. Mweupe, mrefu. Na nimetumiwa picha amepeka mapozi mbalimbali. Ana shape, unajua kishepu cha usichana. Kuna kishepu cha utu uzima, kuna kishepu cha usichana. Kishepu cha usichana, flat tummy. Flat tummy, my dear. Kishepu. Huku juu mtu mdogo, mikono midogo. Naona hii hapa amevaa mini, hii amevaa jinsi na top, inaonyesha kabisa kwamba ni kasichana. Yani kasichana kale ambako ndo kama kamechanua. Sio, unanielewa? Kamechanua, yani kasichana kadogo ambako kamechanua. Nikamuuliza huyo binti ni nani? Yani ni nani? Akasema ni nani? Si ndo huyo sasa. Mheshimiwa ndo kakwama hapo. Nikamwambia sawa. Sawa. Anaitwa nani? Akanitajia jina lake. Akasema sawa. Rosie anasema basi mimi kama mke nikaanza kufuatilia. Mdogo naanza nafuatilia. Siku za nyuma mimi sikuwa ni mtu wa kufuatilia simu ya mume wangu. Kabisa, nazungumza ukweli kutoka moyoni. Yani naweza nikaiona tu simu ya mume wangu hapa, mtu akipiga nampa. Na hata yeye pia alikuwa akinipa uhuru. Nani anapiga, pokea. Naweza nikapokea. Kwa mfano mimi nataka nimpigie simu mtu, labda simu yangu imeisha voucher. Mnamwambia nataka nimpigie fulani, chukua. Kwa hiyo nina uhuru, ninafahamu password. Naweza nikaingia kwenye simu ya mume wangu, nikampigia mtu simu, tukaongea, tunaweza tukachati hata kwa kupitia simu ya mume wangu. Sijawahi kusema eti nianze kuperuzi. Unajua kuna ile mtu anakupa simu, wewe unasema unataka kupiga simu, lakini wewe unaanza sasa kuingia kacha umeingia kwenye WhatsApp, kacha umegeuka umeingia Facebook uangalie watu wangapi kina nani wamemdia mume wangu. Sijawahi kufanya hivyo. Sizungumzi kwamba ninazungumza kwa ajili ya kufurahisha kwamba mimi sifanyi hivyo. Ninasema mimi nimekuwa sifanyi. Kuchunguza mume wangu mawasiliano yake, na hajawahi kuninyima uhuru wa kutaka kufuatilia simu yake, na hatujajengana kwenye kufuatiliana. Hata yeye kwa mfano mimi naweza nikampa mume wangu simu akitaka hata aende nayo. Yani niko free. Hakuna kitu chochote ambacho nakificha kwenye mawasiliano yangu. Sasa siku hiyo ambayo mimi sasa naona kuna makando siyaelewi, na nimeshaambiwa, nimeonyeshwa hiyo picha ya msichana, nimeambiwa na jina. Kwa hiyo nilichofanya ni kuingia kwenye simu ya mume wangu.
Na Rose anasema nilipoingia kwenye simu ya mume wangu, moja kwa moja nilitafuta jina la yule msichana alioniambia, sikuliona. Si kwa mfano unaambiwa mume wako ana date na mtu anaitwa Veronica, kwa hiyo unaangalia jina la Veronica, sikupata. Ilibidi nimtumie ujumbe yule chawa wangu, nimwambie mbona mimi nimetafuta silioni hilo jina, cha kufanya nitumie namba yake. Akanitumia namba yake. Hapa nayafanya hayo mume wangu akiwa amelala. Na mume wangu akiwa amelala waga analalaga, yani akilala analala kachoka. Wakati amelala mimi ndo niko kocho, niko kwa niko nachunguza humo, soma message za haraka, mbona sioni hata hizo message hizo, soma, sikuona. Namba imetumwa, mimi nikaingiza ile namba, pap, nilipoingiza nikaona jina limeseviwa, lakini jina lilivyoseviwa sio jina lake la huyu ambaye niliambiwa. Yani ina maana amemsave kwa jina jingine, alimsave Bantu, yani jina ambalo huwezi kufikiria, yani hata kuliwaza. Nilipofungua kwenye message za kawaida, inaonekana sio watu ambao wanachat sana, wanaochat sana. Ndio maana hata nilivyoziangalia zile za juu, yani unajua ile haraka unaingia kuna majina unaweza ukaona Aisha ukafungua, ukaona Vera ukafungua. Hii nimekuja kuifungua ndio naona kuna message na sio nyingi. Yes, anatueleza haya ndugu yetu anaitwa Rosie katika siku njema ya leo. Rosie anasema nakutana na ujumbe ambao mimi ninaosoma, hakuna maelezo mengi. Baby, I miss you. Ninatoka baby. Yani message fupi, unajua message fupi zisizokuwa na maelezo. Karibu, nakuja baby. Rosie anasema sasa nikajua huyu ndiye yule mwenye lile jina nimeambiwa. Nazitazama picha zake mara mbili. Siwezi kuwa mnafiki. Ni msichana mrembo na ni mdogo, binti mdogo. Kama umenielewa vizuri, nazungumza ni binti ambaye ameanza kuchanua. Zungumza binti na maana hapa huyu ni yule naweza kana miaka 22, 23. Yani kwa namna naona picha, sijamuona ana kwa ana, lakini ninampimia humo. Yani ndo amechanua. Binti ambaye anachanua unamuona uso wake, unamuona mwili wake, kifua unamuona kabisa. Alafu ndo kama nilivyokuambia, yani flat tummy hivyo. Namba yake nimeshapata huyo msichana. Niliacha simu ya mume wangu vile, lakini sikupata usingizi. Pampambazuka nikamcheki chawa wangu, nikamwambia nimethibitisha ni vile tu ambavyo alikuwa hajamsave kwa jina lake, amemsave jina jingine. Akasema sasa hakuna message ambayo imekuashiria kwamba kuna kinachoendelea, kwamba hisia zangu vile nilivyofuatilia kwamba hawana mahusiano. Nikamwambia wanayo mahusiano huyo msichana, kwa sababu nimeona message fupi, baby nini, nakuja babe, na kumisi, nimeona. Nashukuru sana. Akaniambia huyo mdada ni wa mjini, mdada wa mjini sana, ana maringo sana. Sasa sijui, lakini mimi naona ongea tu na shemeji. Naona maana wanawake hawa waangalia fursa, unaweza mkajikuta mnaingia kwenye migogoro kwa sababu msichana mwenyewe ni wa mjini.
Nikamwambia wewe, hilo niachie mimi. Hilo niachie mimi. Kujua mume wangu ana mahusiano na mwanamke mwingine. Naamini kila mwanamke ukigundua hiyo itakustress, au wewe hautapata stress. Wewe utakuwa okay. Umegundua mume wako anakuchiti. Ndio maana ana sababu zisizoisha. Ndio maana kama wanandoa ukimhitaji anakuambia amechoka. Kweli kwa binti huyu alivyo mdogo lazima mume wangu achoke. Akija kwangu mimi anataka nini kwa mfano? Anataka nini? Mimi hivi nilivyokuwa sasa hivi ninaambiwa nimekongoroka, wewe bwana, yani ngozi haieleweki nilivyo, ndio unazidi kujipambania. Utakaa, utapata usingizi, utasema mwache aendelee na ratiba zake, mimi sijali wala nini. Ukisema hivyo ina maana imefika mahali umefika mwisho, wewe mwanaume umemchoka na umpendi tena. Mimi sijafika hizo level za huyu mwanaume kutokumpenda tena. Ninampenda, huyu ni mume wangu, ni baba wa watoto wangu. Ninampenda na namuombea Mungu kila siku. Sikuwa sawa. Rosie anasema nikaona siwezi kuendelea kunyamaza kimya. Unajua siwezi kunyamaza kimya. Nina namba ya huyu binti, nilimpigia simu. Yes, na hilo wala sikuomba ushauri kwa mtu yoyote. Sikutaka mtu yoyote nimshirikishe. Nilipiga simu. Tena sikutumia namba yangu. Huyo msichana alipokea simu. Na moja kwa moja nikamuita kwa jina lake. Nikamwambia unaitwa fulani. Mimi ni fulani, mke wa fulani. Nikamwambia nimekupigia hii simu wala sitaki mazungumzo sana na wewe. Nimegundua unatoka na mume wangu. Na amekuleta hapo kazini ili muendeleze mahusiano yake. Ili muendeleze mahusiano yenu. Ninakutahadharisha kama alikuwa hajakwambia, huyo ni mume wa mtu. Na mimi ndio mke wake. Nimekupigia hii simu, ninataka nisitishe hayo mahusiano mara moja. Naomba uachane na mume wangu. Alicheka huyo msichana. Alicheka hicho kicheko na kikumbuka mpaka kesho. Akaniambia, kwa hiyo unanipigia mimi simu ili kuniambia nini? Ukiona mwanaume anatoka ndani ya ndoa ananifuata mimi, ina maana kuna vitu umtimizie. Kuna vitu haumfanya akatosheka. Huu muda unanipigia mimi simu, ungeenda kukaa na mume wako umwambie aniache. Hivi ulishawahi kumpigia mchepuko wa mume wako halafu anajiamini? Yani mchepuko anajiamini, wewe kitu gani? Unajua kuna ile mtu unampigia simu anakata hata simu, yani hataki, yani anahofia kama mke wa huyu mtu amejua. Sio huyu msichana. Yani sio huyu msichana. Yani zaidi yani nijichunguze mimi, kwa nini mume wangu ametoka ndani ya ndoa amemfuata yeye? Ina maana mimi sina vya kumtosheleza. Kwa hiyo nikae na mume wangu nimueleze hayo, sio yeye. Alikata simu. Ulishawahi kupiga simu kwa kujiamini? Yani unapiga simu unajiamini. Sasa nampigia simu sasa nijitambulishe mimi ndiye mke halali. Alafu unaambiwa majibu hayo yanakudhoofisha, yani unafifia. Unapigwa kama na maji baridi. Rosie anasema, yani unajua nimekatiwa ile simu, unajua huyo anatoka na mume wangu. Na mimi ni mke wake. Nguvu na ujasiri wa yeye kunijibu hivi natoka wapi? Jambo ambalo hali kunifanya nikawa sawa, yani ndo nikavurugika kichwa. Nilishare na ndugu yangu, acha yule mnipa taarifa yule chawa wangu. Yule chawa wangu ni mdogo, tafuta ndugu yangu ambaye na yuko kwenye ndoa. Nikamwambia nikwambie hivi sio vya kuzungumza sio vya kuzungumza kwa simu, ni tuonane. Nini? Tukaonana. Unajua hata family member wameona na mabadiliko sana kimuonekano kulingana na ile hali ambayo nimekueleza, ile date nilivyotumia, jinsi ambavyo ilikuwa. Jamani, bado jamani, huli tena appetite bado haijaja. Nikamwambia sasa hivi napata appetite, nakula, mambo tu mengi sasa yananivuruga, nakosa hata usingizi. Ni nini? Nikamuelezea. Nimempigia simu akasema hao watoto hivyo ni kuwafuata man to man.
anakwambiaje? Nikamwambia, ananijibu 1 2 3, akasema hao watoto ni wa kuonyesha adabu. Anakujibu wewe kwa ujasiri gani alokuwa nao? Nikamwambia uwezi amini, nikamuonyesha picha, akasema ndo mwenzetu amekaa hapa. Nikamwambia nasikia hizo excuse zote unaambiwa kampangia. Huyu binti wanaishi kama mke na mume. Mwanaume kila siku mara safari, mara nina kikao, hakuna kikao, ndo yupo kwa huyu binti. Akasema jamani ya waume zetu watatutoa roho. Kwa hiyo siku hizi hata haki yako hakupi. Nikasema yani inawezekana mwanzoni alikuwa anayafanya ya mambo, lakini inaonekana sasa hivi amekutana na mtu yani ambaye anamfanya mpaka anasahau familia. Hatuna tena ule muda zamani tunakaa tunatoka na watoto, ule muda hakuna tena. Mwanaume yuko busy 24 hours, yuko busy mwanaume. Akasema nikwambie, lazima uongee pia na mume wako, lazima uongee naye, lazima uongee na ajue umejua, halafu tutapambana na hiki kikahaba, tutapambana nacho. Kama yeye ndo mbaba wa kuchukua umeza watu, tutamuonyesha na sisi pia ni wake. Hao watu wasionekane tu huko, wakaonekana wanazagaa hawana wenyewe, wana wenyewe ambao ndo sisi. Ni kweli tumekuwa watu wazima, ni wa mama, tuna matumbo makubwa, dhuruba ya utu uzima imetupitia, lakini bado tuna thamani. Au wanaume ambao bado wanajitunza, wanafanya mazoezi, wanaendelea kumaintain, yani wao wasiwaone kama ndo wameona boksi la dhahabu wakaliokota. Sisi ndo tuliowatengeneza. Sijapendezwa na majibu ya huyu mwanamke. Huwezi ukadeti na mwanaume wa mtu halafu ukawa na ujasiri kwa mke wake. Alitakiwa nyamazi kimya, asiseme chochote. Tumemaliza. Kweli nikamwambia mume wangu, kwa nini unanichita? Yani umeshindwa kufanya haya mambo zamani, uje uyafanye sasa hivi? Unataka kuleta magonjwa ndani ya nyumba? Unahangaika na wanawake wasioeleweka, unataka kuleta magonjwa ndani ya nyumba? Akaniambia mimi na chiti. Embu wafu jiangalie. Kwa nini unaniambia hizo sentensi? Mimi niko busy na kazi, nahangaika muda wote kwa ajili ya familia. Wewe unaanza kuniambia habari za wanawake? Ndio akili yako inavyowaza kuhusu mambo ya wanawake. Nikamwambia kwa hiyo wewe uchiti. Akasema niko busy sana mke wangu, hebu niache mimi, na kazi nyingi sana za kufanya zinaniangalia. Siwezi kukaa hapa na kusikiliza kwenye upuuzi unaosema. Nikamwambia ni upuuzi? Unataka mpaka siku nije nikushike shati nikwambie si wewe hapo? Si ndio unachotaka kusema? Nikachukua picha nikamwambia mwanamke ni nani wakwenda kumpangia nyumba. Una hela za kwenda kumpangia nyumba mwanamke, si ndio? Una muda naye, haijatosha umeamua kumleta mpaka pale ofisini kwako ili uwe naye karibu. Akaniambia sijui unaongea kitu gani? Sijui unaongea kitu gani? Nikamwambia mwanamke umjui. Nijibu huyu mwanamke umjui. Akasema unachukua picha za wanawake huko unakuja kunionyesha mimi? Kwa hiyo mimi ni mwanaume ambaye yani sina msimamo, sieleweki, naweza nikatoka tu na wanawake? Hebu achana na hizo habari, mimi sitaki kuzisikia. Hivi ndivyo ambavyo mume wangu ananiambia. Na akinikata, yani akinikata kwamba sitaki kusikia hizo habari mke wangu, tuna mambo mengi ya kujadili, watoto shule, mambo ya ada na mambo mengi ambayo tunayafanya, na kuomba sana. Nikamwambia sawa, wewe si unanichiti? Wewe sasa hivi umeshaniona mimi sina chochote, sina maana? Si unaniona mimi nimezeeka na sentensi zako kwamba yani mbona idati imenifanya hivi? Kwa hiyo umeamua unitafutie mwanamke mwingine, na ndio huyu ambaye anamaliza haja zako, na ndio maana ukija hapa huoni uwepo wangu mimi kama mke, si ndio? Akaniambia ni maneno yako na sijui unaongea kitu gani. Wewe ni mke wangu na utabaki kuwa mke wangu. Hayo mambo sijui unayatolea wapi, sitaki kuyasikia. Nikamwambia mume wangu unanicheat, na sitakubali, sitaruhusu hicho kitu. Ninataka yule binti umtoe pale kazini mara moja. Ninaomba yule msichana nikija pale ofisini nisimkute. Na nataka nijue ratiba zako zote za kazini, na nijue kila kitu kuanzia sasa hivi.
Akaniambia, unajua unataka kunipanda kichwani. Unajua unataka kunipanda kichwani. Nikamwambia, je, mimi nimeshasema nimemaliza. Ninakupa siku 2 nisimuone msichana yule pale kazini. Nisimuone. Nikimuona baada ya siku 2 pale kazini, nikija pale kazini pale, ndo nitaonyesha kwamba wewe ni mume wangu. Wewe si unataka mimi niwe kichaa, niwe mwenda wazimu, nitakuja kuonyesha mwenda wazimu wangu hapo. Tukamaliza hiyo mazungumzo. Rose anasema, nikamwambia huyu ndugu yangu, nikamwambia nimemwambia, akakataa. Akasema, hivi ndivyo wanaume walivyo. Unadhani anaweza kukubali? Hata kama ukimshika hivi mwanaume, ukimshika kabisa hivi, ametoka kutenda lile tendo, anaweza kukukatalia. Yaani umemkamata. Unamwambia wewe, anakuambia nini? Nimefanya nini? Sijafanya chochote. Sijafanya chochote. Na unamuona kwa macho. Hivi ndivyo wanaume walivyo. Umemwambia vizuri. Kama yeye atashindwa kuchukua action, sisi tutachukua hatua. Nikamwambia sawa. Batuli anasema, nazungumza haya, mimi nimepita. Najua inauma kiasi gani kuona mume wako ana cheat, na inauma zaidi kuona yule ambaye ana cheat na mume wako anakutreat wewe kana kwamba wewe ni loser, yani you are nothing. Ndio maana mume wako katoka kaja kwangu, si chochote wewe, ni mpuuzi, huna mvuto, umvuti mume wako, umechoka, una nini cha kumpa mume wako? Anafuata kwa sababu anacho kitu cha kumpa. Hiyo ndio inaumiza zaidi. Hiyo ndio inachoma zaidi. Mchepuko kujifanya yeye ndo wa maana zaidi. Na kumshikilia mwanaume, yani kumhold, yani kumshikilia na kuona mimi hapa na watoto, kama nilikosea njia sana kuolewa na huyu mwanaume. Huyu ni mwanamke asiyekuwa na huruma. Uwezi ukanibebea mimi mume wangu, halafu ukamiliki akawa kwako, na ukataka alale na wewe mpaka asubuhi, asirudi nyumbani. Unanitafuta nini mimi? Yani wewe unanitafuta nini mimi? Hii vita unaitafuta, unataka twende tukaizimie wapi? Unanidharau mimi? Unajua mimi na huyu mwanaume tumetoka wapi? Hiki kitu niliona sio sawa. Sio sawa. Maneno ya yule binti yalikaa kichwani mwangu, yaliniumiza sana. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Rosie. Asante msikilizaji kwa kunipa nafasi ya kunisikiliza katika siku njema ya leo. Kesho tutaendelea mbele zaidi. Nini ambacho ndugu yetu Rosie amekusudia kutuambia? Mimi niliposikia mkasa huu nilijifunza.